Karibu katika episode ya 4 na ya mwisho ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 3, basi hakikisha unagusa tukipop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia maskini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na tulivyokuwa tumeishia ni mara baada ya kumshuhudia Mwamba John akiwa analia sana baada ya bidada Mini kuelekea United States. Ni mwaka mmoja umepita sasa, Mwamba akaamua kufocus katika kazi. Wakati mwingi sana akawa anachapa kazi katika ile kampuni yake kupita maelezo. Hasa jamaa John kila siku anapanda vyeo ndani ya kampuni. Kafikia stage mpaka kafikia cheo cha general manager, cheo ambacho kinalingana sana na yule Mwamba Hawei. Na Mwamba tayari ameshaanza kumsahau bidada kutokana na kila alichoweza kumfanyia. Siku ya leo alikuwa akiwasiliana na bidada aliyekuwa analejea kutokea nje ya nchi, lakini kwa bahati iliyo nzuri au mbaya akaweza kukutana na bidada Mini, naye alikuwa akirejea kutokea huko United States alikokuwa. Huwezi kuamini kwamba Mwamba John yule aliyekuwa analia pindi bidada alipokuwa anaondoka, leo hii ameweza kumuona katika maeneo ya airport, akampita kana kwamba hakuna mtu mbele yake. Mbaya zaidi alikuwa anamfuata bidada Su, akaweza kumpokea na kisha akapanda gari na moja kwa moja akaelekea nyumbani. Wakiwa njiani bana, magari yao yalikuwa yameambatana hivi, lakini Mwamba alikuwa na focus mbele, hataki kabisa hata kumtazama bidada. Na ile wanafika tu katika maeneo ya kampuni wakakutana na waandamanaji wengi sana wakisema kwamba hawataki kabisa kampuni iweze kufungwa, lakini Mwamba akasema kwamba kampuni yetu haitofungwa hata kidogo, na akawahakikishia wafanyakazi wake wote. Bwana, sasa siku ya leo Mwamba John alikuwa anaumwa homa sana na bidada alikuja kumuona, lakini jamaa alipoweza kumuona tu bidada akashindwa kujizuia na kuanza kumpiga makisi. Wakapiga makisi kwa muda mrefu sana mpaka bidada Su alipokuwa akiingia chumbani na kuikuta hali hii, alibaki amedoa tu na kuamua kuondoka katika eneo hilo. Lakini wakati mwingine tena wanaonekana wakiwa katika lift, hata wajiombana msamani kama tu wameweza kusameheana hivyo hivyo. Nyakati za jioni tena bana, wakawa wamechukuana kwenye pikipiki wanazidi kutembea tu, wanafuraha. Lakini kama mjiombana msamaha siku zote kwenye maisha, sishauri kabisa muendelee na maisha hayo, lakini mnatakiwa kuombana msamaha na kujua kwa nini fulani alifanya kitu gani na hiyo alifanya kitu gani. Mwamba akampeleka bidada katika maeneo ya pweke sana, kisha akamwambia kuwa nimekuwa nikikusubiri kwa kipindi cha mwaka mzima, ulikuwepo wapi na kwa nini uliondoka? Bidada hakuwa ameelezea sana sababu kubwa, lakini baadaye tunaonyeshwa kuwa kulikuwa kuna surprise ambayo mama yake alikuwa ameleta keki katika mitaa hii na kusema kwamba leo ni birthday ya Mwamba John. Basi akawa amefurahia sana. Baadaye kwa kuna michezo fulani ambayo ikambatanisha pia bidada Su, na alikuwa ameshiriki michezo hiyo, ila kwa bahati mbaya akawa ameumia mguu wake. Mwamba John akaenda kumtibia bidada, na wakati huo anamtibia alikuwa anamtibia kinamna fulani kimahaba fulani hivi, kitu ambacho baadaye kikasababisha waweze kukaa hawa wawili na kuanza kuulizana maswali. Sasa bidada Su anamuuliza Mini kwamba je, bado unampenda Mwamba John? Lakini bidada akasema hapana, simpendi kwa sasa. Lakini siku ya leo bidada pia akapokea ujumbe kutokea hospitalini. Kumbuka kwamba alikuwa na matatizo fulani hivi, na siku ya leo akaambiwa na daktari kwamba ana tatizo fulani hivi katika damu yake, kitu ambacho kinasababisha seli hai nyekundu zinashindwa kutengenezwa kwa wingi zaidi ndani ya mwili wake. Akaambiwa kuwa hakuna njia nyingine ya kuweza kumtibia zaidi ya kufanya upandikizaji, kitu ambacho bidada alijikuta tu anaingia katika dimbwi la mawazo. Basi akachukua ile filimbi ambayo Mwamba alikuwa amempatia zamani sana, akaanza kuipuliza. Mwamba John alisikia mlio huu wa filimbi, lakini ghafla tu wakati anatoka bidada akaanza kumzuia yule Su na kumwambia kuwa unaelekea wapi? Mwamba akasema kuwa nimesikia kana kwamba kuna mtu ananiita. Katika harakati za kuendelea kukimbia kuelekea huko ambako amesikia sauti ya filimbi, basi akakuta Mwamba Hawei akiwa anamkumbatia bidada. Tena ni mara baada ya kumwambia kuwa anampenda. Kwa bidada akawa amemkumbatia jamaa ambaye amemwambia anampenda. Sasa hii ni ishara ya kwamba je, amemkataa au amemkubali? Lakini bila shaka hii inaweza kuwa ni ishara ya kwamba amekubaliwa Mwamba. Mwamba John akaondoka kwa huzuni sana, akijua kabisa kwamba bidada tayari ameshamkubalia Hawei na wana date kwa sasa. Na bidada akamfungukia Mwamba Hawei kwamba alisababisha yeye kuweza kuondoka ni huyo Mwamba John, kwa sababu aliweza kufumania kuna baadhi ya picha ambazo zilikuwa zimetumwa kwenye namba yake. Basi bidada akawa amuonesha Mwamba, jamaa kazitazama hizo picha akagundua kuwa aliyefanya tukio hili lazima si mwingine zaidi ya mjomba wake. Na baadaye Hawei akamfuata huyu babake na kuanza kumfokea, lakini babake akasema kuwa nimeweza kuyafanya haya yote kwa sababu nilikuwa nataka wewe ndio uje kulisi kampuni, usipokuwa hivyo basi Mwamba atakuja kulisi kampuni yule. Lakini haya mazungumzo yote bidada Shu alikuwa anayasikia vizuri tu, akaamini kwamba kama akianza kudeti na Hawei basi bila shaka yoyote ile atakuja kuwa ni mtu mwenye pesa zaidi, kwa sababu Mwamba anaandaliwa kuja kulisi kampuni. Na wakawa wamepanga kwenda kuliharibu penzi la Mwamba John mazima kabisa. Ikafika stage bidada Shu akaanza kumkisi John mbele ya macho ya bidada. Bidada Mini alimwakia sana Mwamba na akamweleza kila kitu kwamba nimeweza kuzifuma picha, lakini leo nimekuja kujionea mbele ya macho yangu. Mwamba akakataa na kusema kwamba hizo picha mimi sikupiga, ndio maana unaona kwamba nilikuwa nimelala, lakini pia hata siku ya leo nimeweza kukisiwa pasipo hata mapenzi yangu. Bana, basi nyakati hizi bidada alikuwa mwepesi sana kuweza kuelewa, na mwisho siku akakubaliana kwamba watapendana mpaka mwisho wa maisha yao. Bidada akawa ameondoka katika eneo lile. Na huku nyumbani kumbuka kwamba mama mtu anampenda sana yule bidada Shu. Akawa anamwambia leo Mwamba kwamba leo unatakiwa bana ujiandae, kwa sababu unatakiwa kumuoa bidada Shu, ndio mtu ambaye nimeona mimi ni sahihi kwa ajili yako. Mwamba akawa hana namna yoyote ile, anakubali kumuoa mtu ambaye hata ampendi. Na kumbe Mwamba John anakumbuka tukio lote la kuweza kutelekezwa katika maeneo ya mapoli. Akamfuata anko wake na kuanza kumwambia kuwa na kulaumu sana kwa kitendo cha kunitelekeza katika mapoli. Ukizani kuwa sifahamu, lakini najua kila kitu. Hasa Mr. John bana alianzishaga mashindano ya baiskeli
baiskeli kwa watoto wadogo. Kwa bahati mbaya kuna mtoto mmoja alipata ajali mbaya sana, kitu ambacho kikasababisha waanze kumtilia shaka kwamba michezo yake haina maana kabisa. Lakini kumbe bana, hizi baiskeli zilikuwa zinatengenezwa na mwamba mmoja anayefahamika kama Juan. Na lakini kumbe mjomba mtu alikuwa amefika eneo hili mapema kabisa na akamsii huyu Juan kutengeneza baiskeli ambazo hazina ubora, na kisha akamwahidi kumlipa pesa nyingi sana, ila anataka tukio lolote liweze kutokea katika ile mashindano ya watoto ili mwamba John aweze kuharibiwa sifa yake. Haya yote yanayoendelea Hawaii alikuwa akiona yote, na anajikuta anaanza kumchukia sana babake kwamba ni kwa nini baba anamfanyia hivi John, na kwa nini eti kisa tu mali mimi niweze kulisi mali ambazo zina dhuluma ndani yake. Na siku ya leo katika kikao cha bodi, mwamba akatokea mbele na kusema kuwa mimi siko tayari kushindania nafasi yoyote katika kampuni hii. Nadhani kwamba sina vigezo vyovyote vile vya kuendelea kuwa mmiliki ama mtu ambaye anapaswa kulisi kampuni hii. Kuanzia sasa hivi najitoa. Hasa kwa kuwa mwamba Hawaii ameweza kujitoa katika kushindania kampuni, basi moja kwa moja mtu anayepaswa kulisi kuanzia sasa hivi hakuna mwingine zaidi ya huyu mwamba John. Basi bwana akawa ameitwa katika kikao cha familia na haraka sana anatakiwa kufunga ndoa na bidada Shu. Lakini mwamba John akazungumza mbele ya watu wote kwamba hayuko tayari kufunga ndoa na bidada Shu kwa sababu yeye mtu anayempenda ni bidada Min. Kama wanataka apate amani katika ndoa yake, basi ni vyema angemuoa Min ambaye wanapendana naye. Lakini bidada Min akatoka kwa hasira sana kwa sababu anajua kisa kwamba maisha yake huenda akawa ni mafupi na hahitaji mwamba aweze kumuoa, mwisho wa siku jamaa abakie mgane. Akawa ameamuru kwamba kwani usimuoe tu yule bidada, lakini mwamba kalalamika na kusema kwamba mimi nakupenda wewe, nataka nikuoe wewe bana. Na mwamba akamwandalia bidada kila aina ya zawadi na mwisho wa siku akamkabidhi pete na kumwambia kuwa nataka tuzeeke pamoja, tukawe na baba na mama, lakini pia tukawatunza watoto wetu siku moja. Naomba nikuvishe pete hii, ishara ya uchumba. Basi moja kwa moja kama amemvisha bidada pete na wakaweza kukisa. Wakati huo kundi la watu wengi sana wakatimba katika maeneo hayo wakiwa na mabaloni na vitu kama hivyo, wanafurahia mahusiano ya hawa watu wawili. Lakini ghafla tu bidada akawa ameweza kuanguka chini. Moja kwa moja akamchukua na kumpeleka hospitalini. Madaktari wanasema kuwa anatakiwa kupandikiziwa uroto ama bone marrow katika mifupa yake, na mtu pekee ambaye alikuwa amemchagua ni huyu bidada ambaye ni dada yake na bidada Min. Lakini kwa bahati mbaya huyu bidada akaona kuwa ni kama familia yake haimjali sana, akawa ameondoka kwa hasira. Na baadaye walienda kumbembeleza sana dada yake, na mwisho wa siku dada mtu akaweza kujitoa na kuweza kumsaidia bidada Min kuweza kupona. Baada ya kupona tu siku ya leo, mwamba alikuwa ametoka na bidada Min na akawa anaelekea katika mapango kwenda kumtembelea sasa yule Father Wolf. Walipofika walikuta Father Wolf hali yake sio nzuri. Bidada akawa amebakia pale akiwa anamfariji, lakini mwamba akaenda kwenye milima na kwenda kuchukua dawa ili aweze kumtibia. Father Wolf aliweza kuitafuna ile dawa na mwisho wa siku hali yake ikawa imerejea kidogo. Wakaamua sasa kurudi nyumbani huko. Lakini walipoweza kufika nyumbani, babu alikasirika na kusema kuwa ili uweze kulisi ile kampuni lazima umuoe bidada Su na sio bidada Min ambao wewe umeweza kumchagua. Lakini mwamba akasema kwamba basi mimi niko tayari kuachilia hiyo nafasi na achukue mtu mwingine. Lakini pia mwamba Min alipata taarifa ya kwamba mjomba wake ndiye alikwenda kuongea na ile kampuni ya utengenezaji wa baiskeli ili watengeneze baiskeli mbovu ili jina lake udogo liweze kuchafuliwa. Anakamfuata siku leo akaanza kumwambia kuwa ni kwa nini unaniombea mabaya, unanifanyia mabaya, mtu nisikuwa na madhara kwako hata kidogo. Na mwamba akahitimisha kwamba nimekaa kimya kwa muda mrefu, lakini awamu hii nitachukua hatua. Anko akashtuka kwamba hii ni vita mura, akaamua sasa kuanza yeye na action. Mwisho wa siku bana, mwamba akiwa amemchukua bidada wanakwenda kufunga kandoa fulani hivi kama mchongo. Lakini kwa bahati mbaya wakati mwamba anatembea njiani kuna gari moja ilikuwa inakuja speed sana. Kumbe Anko alikuwa ameongeza mtu aweze kumgonga mwamba apoteze maisha. Lakini mtoto wa Anko asiyependa kabisa tabia za Anko wake namna ambavyo anazifanya, siku ya leo alipoweza kuona mwamba anaelekea kugongwa na gari, yeye ndo akajitokeza kwa mbele na mwisho wa siku yeye ndo akawa ameweza kugongwa. Kwa hiyo baba alimgonga mtoto wake yeye mwenyewe. Mwamba Hawaii akiwa katika maeneo ya hospitalini alifunguka ukweli mzima kuhusiana na mjomba wake na kusema kwamba hakuna mali sahihi kama mali ya dhuluma. Ni vyema tu atimize ahadi ya kuweza kuwabariki hawa watu wawili waweze kufunga ndoa yao ya amani, kwa sababu yeye hastahili kabisa kuchukua mali ya mtu mwingine. Na kwa sababu ukweli wote ulikuwa unawekwa wazi, mjomba tayari kesi yake ikaanza kufunguliwa na akahukumiwa kifungo cha miaka 5 gerezani kwa kitendo cha kuweza kumtelekeza mwamba katika mapori. Lakini pia kwa jaribio hili la kufanya mauaji na nini akaongezewa miaka 2, jumla miaka 7 gerezani. Hawa wawili kuanzia sasa hivi hawana kikwazo tena. Basi ikatangazwa ndoa rasmi. John na bidada Min wakawa ni wapenzi wa milele. Mpaka kufikia hapo, wapenzi na mashabiki wa PVP Media Max, tuwakaribishe tena katika tamthilia yetu mpya kabisa ambayo itakwenda kujili mara baada ya hii. Kumbuka kwamba tunarudi tena katika ulimwengu wa Mavampire. Kama mnavyonijua, ulimwengu wa Mavampire umekuwa unatisha na sio poa kabisa. Tunakwenda kurejea upya. Lakini pia niwakumbushe wale wote ambao bado hamjagusa alama ya kusubscribe katika channel hii ya Mawio TZ Recaps, basi ni vyema ukafanya hivyo. Lakini pia nikukumbushe tu kwamba una nafasi ya kugusa alama ya kusubscribe kila mara unapogundua kwamba haujasubscribe.